ibada ambazo zimemeza nguvu ya kile kilichokuwa kinaonekana kuwa ni sherehe au ni sikukuu, na kututengenezea sikukuu za kila siku. Amen. Amen, amen. Kama andika kwamba ibada ni akiba. 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 Amen. Haleluya. Amen, amen. Nataka niongee kitu ili kwamba uwe unajua ni kwa nini tunakuwa tuna haja ya kukutanika mara nyingi. Yaani kwa nini unakuta mara kongamano, mara ibada Jumatano, mara Jumamosi? Sababu huenda hili ndio moja kati ya kanisa ambalo lina ratiba nyingi sana za kutanika, na bado hizi ni chache. Tunataka ziongezeke ratiba za kukutanika zaidi. Amen, amen. Lakini huenda haujajua bado kwamba ni nini kinachotufanya tukutanike sana, na katika kukutanika sana kitatokea nini. Amen. Amen. Sisi hatupendi tukupeleke kwa staili ya kukuburuta, yaani kwa staili ya wewe kuto kujua unachokifanya kina faida gani. Huwa tunapenda tukupeleke kwa staili ambayo kila unachokifanya utajua faida yake ni 1, 2, 3. Waliofanya hivyo kwenye Biblia walifaidika 1, 2, 3. Jina Bwana libarikiwe. Amen, amen. Ninapoongea ibada ni akiba, maana yake nini? Au na maana gani kubwa? Ni kwamba ibada ndio kitu ambacho wakati unakifanya kinakuwa ni kama hakina faida. Unajua akiba unapokuwa unaiweka, yaani kwa mfano tuchukulie unapata mshahara milioni 1, alafu naambiwa weka akiba 500,000. Kwa hiyo vyote vile lazima kutakuwa kuna akili inakwambia ile 500,000 inayobaki, mbona nitakula kwa shida sana. Jina Bwana libarikiwe. Amen, amen. Nitakula kwa shida, niweke 500,000 akiba yote. Kwa hiyo kutakuwa kuna akili nyingi zinazokuambia ningekula tu yote. Na mimi najua kwamba ziko akili nyingi ambazo kukaa kwenye ibada muda mrefu zinakwambiaga tu kwamba ila leo Jumapili hii kuna kazi ningemalizia. Yaani ibada yenyewe ni akiba kwa sababu inakugharimu vitu. Kuna vitu inakugharimu. Yaani kuweka akiba kwenyewe kuna vitu kuna kugharimu. Nimeshakwambia hapo, kama ni mshahara milioni 1 unaweka akiba 500,000. Tafsiri yake 500,000 iliyobaki, staili zako za kula unatakiwa zibadilike. Uanze kujibana kula, uanze kupunguza kula ili tu budget itoshe. Jina Bwana libarikiwe. Mtu wa imani anaweza kawa na nyakati nyingi za kuwa kwenye mazingira na kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinaonekana ni kama hivi vitu angeweza tu kuishi kwa kujiachia zaidi ya hapo. Amen. Amen. Yaani siku kama leo ambayo ni sikukuu, wanaita wao sikukuu, lakini sisi tuko kwenye ibada. Na unakuta kabisa kama ni mtu, kama ni mfanyabiashara, zinazikaepo kauli nyingi tu za kumwambia kwamba leo bwana biashara ingeenda sana. Actually sizungumzii tu leo. Yaani sizungumzii tu leo kwa sababu hapa tulipo tunafanya sana ibada na bado tutazidi kufanya sana ibada siku za mbeleni. Nataka nikwambie haya ili uwe unajua ya kwamba kwa nini tutakuwa tuna haja ya kufanya ibada zaidi. Ni kweli wakati wa kuzifanya hazionyeshi kutia moyo. Unaelewa? Mimi naweza nikakwambia ibada ni upuuzi unaotokeza akili. Amen? Amen. Ni upuuzi unaotokeza akili. Ndio maana kwenye zile kalenda tumesema mwaka 2022 ni mwaka wa kwenda kwa utakatifu. Ni mwaka wa kufanya vitu vitakavyotokeza matokeo chanya.
yani tuelewane hii sentensi. Haujaambiwa ni mwaka wa kufanya vitu ambavyo watu wataviona kwamba hichi ni cha maana. Sio lazima. Yani wakati wa kukifanya watu wanaweza kuona ni mithili ya chizi fulani, ila kile kitu kikubwa kitokeze matokeo ya maana. Amen. Amen. Yani ili mradi tu kitokeze matokeo ya maana. Haijalishi wakati wakifanya umeonekana wa maana, umeonekana sio wa maana, umeonekana una akili, umeonekana hauna akili. Hoja ni mwisho kitokeze matokeo ya maana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na huwa unajua kwamba hata kwenye ibada huwa tunakaa muda mrefu, kwa sababu uhakika tunao 100% ya kwamba mtu aliyekaa kwenye ibada, aliyekaa tu, acha na yule ambaye alisikiliza maelekezo na akatii kwenda kufanya, hata aliyekaa tu kwenye ibada muda mrefu hakuaibika milele. Kukaa tu, kwa sababu kukaa mahali pa ibada penyewe hapata kuvumilia siku zote. Yani alimadamu wewe utapavumilia, kwa sababu penyewe panaweza pakawa pana mahubiri, pana maandiko yanasomwa yanakushambulia. Yani vile anapokushambulia wewe, alimadamu utavumilia, utasema pamoja na haya maandiko, pamoja na hizi hali zinazoendelea, lakini mimi shida yangu kubwa ni kumtaka Mungu. Alimadamu utavumilia yale maandiko hayatakuacha vile vile, yatakugeuza hata kama haupendi. Amen. Ndio maana tumekwambia injili kama injili kweli, hata kama ukiwa hutaki kuisikiliza itakubadilisha tu. Kikubwa wewe endelea kuisikiliza. Amen. Wewe sema nimefunga moyo, sitaki kusikia. Si umekaa haujaweka pamba masikioni? Na ukweli na uhalisia ni kwamba hata ungeweka pamba masikioni bado ingekubadilisha. Yani hata ungeweka pamba, kitendo cha kukaa neno moja mawili yanayopenya yasingekuacha. Amen, amen. Kwa hiyo ninachojaribu kuongea ni kwamba zinakuwepo hali zinazoendelea kwenye mili, unaelewa, au kwenye ufahamu, ambazo zinakuonyesha ni kama kwenye ibada haufaidiki chochote. Uhalisia na ukweli ni shetani anakukatisha tamaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni adui. Ngoja tusome hii Mithali 3. Ili andiko yani ukilisikia tu hili Mithali 3:13. Ili andiko ndugu, ni andiko ambalo ukilisikia nasema natakiwa nikae kwenye ibada sana. Sikia. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Hekima ni Mungu mwenyewe. Mungu tunamuona wapi? Yaani pamoja na kwamba Mungu ni kweli tutamuona kwenye maisha, anapoweza kutusaidia, anapoweza kubadili fahamu zetu, lakini Mungu hii ilivyoandikwa heri mtu yule aonaye hekima, ni sawa sana kusema heri mtu yule atafutaye. Ndio maana hapa chini imeandikwa na mtu yule apataye ufahamu. Ufahamu unapatikana wapi? Unapopatikana ni mahali pa ibada. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. 14. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Hebu sikia. Wewe hapo sasa umekaa kwenye kiti. Hivi wewe unaona hali zinazoendelea kwenye mwili wako zinaendana na mstari wa 14? Jina la Bwana libarikiwe. Hivi wewe kabisa unaona akili yako inakwambia biashara yako ni bora kuliko biashara ya fedha? Yaani mtu anayechange dola hana faida kama wewe. Wewe unaona inaingia akilini? Haingii. Haya, mstari unaofuata. Na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yaani wewe hivi unaona faida inayopata hapo inazidi mtu anayechimba dhahabu. Unaona? Hauoni. Kwa nini hauoni? Kwa sababu kuna namna nyingi za adui kukwambia hapo unapoteza muda. Kwa sababu kiujumla haya maandiko ni kweli, tena ni hakika. Biblia ni ukweli.
na haijawahi kuwa uongo. Ila kwa nini hauoni? Kwa sababu ile namna ya adui kukupiga vita. Kala mwisho yote, mimi hata baba jana alipokuwa anasema ukiona unaalisha, kinachoalisha ni akili, sio tumbo. Mimi nilisema ni kweli kabisa. Kwa sababu hebu sikia ule mfano aliotoa. Unapewa taarifa, mama yako mzazi amefariki. Kinachokutokea ni nini? Tumbo la kuhara linaanza. Sasa wewe kabla ile taarifa tumbo la kuhara halikuwepo. Umepewa taarifa mama yako mzazi amefariki, tumbo la kuhara limetokea. Hivi unajiuliza swali, kati ya kichwa na tumbo, unaelewa? Kwa sababu ni masikio ndio yamesikia. Kati ya mama kufariki na tumbo kuhara vinaendanaje? Haviendani. Na unapokuja kugundua ni kwamba ni kweli kichwa ndio kinacho control mwili wote. Na ni ukweli kabisa, vitu vyote ambavyo huwa tunaona kuwa hiki kimenitokea ni uhalisia kabisa, kinachopigwa ni akili, sio kitu kingine. Unajua kuna siku baba alikuwa anahubiri akasema, ukiona unakosa nguvu kwenye maombi, wewe kilichochoka sio mwili, ni akili. Yaani kilichochoka kabisa sio mwili, ni akili. Ukitaka kuamini kwamba ni ukweli, siku nenda kafanye kazi ngumu kabisa, mwili umechoka hadi mwisho, ile siku uwe umepata faida kubwa. Tufanye kwa mfano tu, uwe umepata 100,000. Kwa mfano tu uwe umepata 100,000. Ile kazi unayofanya ni ngumu kweli. Njoo kwenye maombi. Wewe njoo kwenye maombi, uone maombi yataombeka au hayataombeka. Na kuhakikishia maombi yataombeka vizuri sana. Kwa nini? Akili haijapigwa. Kazi umefanya ngumu, ila mwisho yote akili ina uhakika wa kuishi. Faida umepata. Kwa hiyo mwili una uhakika mkubwa wa kusema, "Haja Yesu asaili hii ndio huyu tuliyekuwa tunamtafuta huyu." Jina Bwana libarikiwe. Amen, amen. Lakini kitendo hata cha kufanya kazi sio tu ya kuzungusha matikiti kwenye jua. Wewe kafanye kazi, hata tukupe kazi yoyote, hata ya kukaa tu kivulini, usiingize hata 100, njoo kwenye maombi. Utaelewa kama yataombeka. Jina Bwana libarikiwe. Amen, amen. Hayaombeki ndio utakapogundua kwamba kitendo cha sisi kukuta magoti yameishiwa nguvu. Yaani shida sio magoti yenyewe, ni akili ndio nakwambia kwamba Bwana hapa, yani kile kimeshindikana, kile kimeshindikana, kile kimeshindikana. Mimi Bwana hadi nguvu zenyewe zimeshaishi. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ukijaribu hata kuita Bwana, kile kimeshindikana, kile kimeshindikana, Bwana mwenyewe anasaidiaga kweli wewe. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ninachojaribu kuambia ni kwamba haina maana mahali pa ibada hapana manufaa au hapana faida, ila akili imepigwa vita kubwa sana. Unajua mwisho yote haya tunayokuwa tunakuhubiria kwenye ibada, ungekuwa unayabeba na kwenda kuyapeleka kwenye vitendo, naona siku tu umerudi na faida ya 50,000. Wewe Yesu kwako angekuwa wa maana sana. Nakwambia kwenye ibada ungekuwa huoni unapata hasara. Sababu ungesema hapa ndio nilipopata na akili ile. Jina Bwana libarikiwe. Mimi nakwambia ni ukweli kwamba hapo ulipokaa hauoni kwamba biashara yako ni bora kuliko biashara ya fedha. Ila mimi nakuhakikishia ya kwamba biashara yako ni bora kuliko biashara ya fedha. Na sikudanganyi, huo ni ukweli. Ni ukweli, yani hata kama inaweza kachelewa kuonekana wazi, lakini huo ni ukweli. Biashara ya mtu anayefanya ibada ni bora kuliko biashara ya fedha. Amen. Hebu ngoja niendelee kusomea hapa hii Mithali 3. Niendelee kusomea hapa. Haya, anasema yeye ana thamani kuliko marijani. Yeye ana thamani kuliko marijani, wala vyote uvitamanivyo havilingani naye.
Hivyo unaona watu wanaotamani magari, yaani vile wanaovitamani, wewe unajiona kuwa una thamani kuliko vile. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Kuna wakati lazima unajua hichi ninachokifanya kitanipeleka wapi. Kwenye moja kati ya posti ambayo baba alituma ya somo atakalohubiri leo ni kwamba hivyo ulivyo ni matokeo ya upeo wako wa kuona. Amen. Yaani usijione wewe unajivutavuta kwenye ibada, maombi sio sana. Ni matokeo ya upeo wako wa kuona au kujua. Kwa sababu kuona kwenyewe pia hauwezi ukaona kama ujui. Amen. Amen. Hivyo ulivyo ni matokeo. Wewe ulikuwa unajua tu ni kwamba imani Bwana inatakiwa tufanye tu tuwe wazima. Kisha wazima imeisha hiyo. Yaani sio lazima sana tukalete mshindo duniani. Nitaanzia wapi? Jina Bwana libarikiwe. Kile kitendo cha kuona haya mengine wanahubiria wengine, kile ndio kitendo ambacho siku zote kinakuacha kwenye picha fulani. Yaani sio kashangaa kwamba hili kanisa ni kama vile wengine wanahubiriwa wanabadilika zaidi. Hivi mimi nimekwama wapi? Ulipokwama wewe ni kwamba kuna mahali huwa hata vitu vikihubiriwa unasema hivi vinamhusu fulani na fulani na fulani, sio mimi. Mimi havinihusu. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Wewe umeshajitoa. Kile kitendo cha kujitoa ndicho ambacho mwishowe kinakufanya ukwame kwenye mambo mengi. Amen. Ziko nyakati ambazo hata nikisema wewe una thamani kuliko marijani, wala vitu vyote uvitamanivyo havilingani nawe. Sema wewe mimi sina thamani. Kwani mimi haya maandiko yatakuwa shida. Sio kwamba yaani hata kama sasa hujaifikia ile thamani no. Lakini imeandikwa mtu atafutaye ufahamu, apataye ufahamu atakuwa na hiyo thamani. Kwa sababu kwenye ibada hapa tunakuja kuchota ufahamu, ambao ufahamu ndio utakaoenda kujibu maswali ya watu. Kitendo cha wewe kuwa jibu kwenye maswali ya watu. Unajua watu wana magari lakini magari hayana majibu ya maswali yao. Unaelewa? Watu wana wake, wana watoto, wana majumba, wana mali, wana vitu, wana miliki, lakini vitu havina majibu ya maswali. Amen, amen. Watu wanazeeka kabla ya umri wao kwa sababu maswali yamezidi kuliko majibu. Kitendo cha maswali kuzidi ndicho ambacho kinamfanya mtu awe na stress na hatimaye anazeeka kabla ya umri. Amen. Amen. Hapa ninachoongea ni kwamba kupata ufahamu kwenye ibada kuna kufanya uwe majibu ya maswali ya watu. Kitendo cha kuwa majibu ya maswali ya watu ndio kitendo ambacho kinakufanya siku hata siku unapanda value. Amen. Amen. Asa ufahamu hautaupata kwenye ibada moja. Hautaupata kwenye ibada moja. Ndio maana nimekwambia wewe unapigwa vita sana usiendelee kufanya ibada. Sio unapigwa vita na shetani na ufahamu wako. Amen. Kwa sababu ufahamu wako haujui faida ya ibada. Vita ndio inaanzia hapo. Haujui faida ya ibada. Kwa sababu ukijua faida ya ibada, iwe ibada itanoga, utakaa hapo. Iwe haitanoga, utakaa hapo. Iwe mwili utakwambia umechoka, utakaa hapo. Iwe njaa itauma, utakaa hapo. Yaani swala ni utakaa hapo. Ni utakaa hapo kwa sababu hapo ndipo palipo badili watu. Utakaa hapo. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ibada kabisa ukifahamu thamani yake, utakaa hapo mahali pa ibada. Na utaifanya hapo kwa sababu ndio kitu pekee kitakachopandisha value ya maisha yako, yani thamani ya maisha yako. Amen, amen. Ila ninachojaribu kuongea hapa nini? Ni kwamba usiokafikiri kwamba tunapokuambia wewe una thamani kuliko marijani, usiokafikiri tu kwamba inatokea unaanza kuwa majibu, unaongea maneno yanajibu maswali ya watu, unakuwa na upako na neema. Ndio maana nimekwambia ibada ni akiba. Kwa hiyo kila ibada unayofanya unakuwa unawekeza kwenye akiba. Unaelewa? Amen. Unakuwa unawekeza, unakuwa unaongeza tenki. Ndio maana tukikwambia uwe na msuli haujengwi siku moja.
Wanaopiga gym, hapigi gym siku moja ndio msuli unatokea. Ni mazoezi ya siku nyingi, ni mazoezi ambayo ni regularly, mara nyingi anaenda ndio unajengwa msuli. Unaelewa? Amen. Yaani hata kuwa na uwezo wa kuvishinda vitu hautokani tu na maombi. Yaani hizi ibada unazofanya kila siku zinajenga msuli. Kuna siku moja mchungaji alisema mi hata nikitoka hapa nikaenda kukaa polini miaka 3 peke yangu bado sitatenda dhambi. Kuna mtu akashangaa akasema, miaka yote hiyo wenzako tusipofanya ibada moja tu vita inakuwa kali kweli? Miaka 3 haujafanya ibada. Lakini kumbe kilichokuwepo pale ni kwamba kitendo cha yeye kufanya ibada miaka mingi kimemjengea msuli. Yaani yeye kuto kutenda dhambi haijawa tena kutokana na nguvu anayoipata kwenye ibada, imeshakuwa tabia. Yaani kama vile mwanafunzi umemchapa fimbo baadaye ameshakuwa sugu. Wewe chapa uchapavyo, yeye halii. Kwa kitendo cha kufanya ibada muda mrefu kimeshageuza kabisa moyo wake na kufanya uwe ni moyo ambao unafikiria kutenda haki tu muda wote. Kwa hiyo akutane na vita ya aina yoyote, bado ni moyo ambao umefikiria kutenda haki tu muda wote. Jina ambalo libarikiwe. Amen. Lakini kwa nini? Kwa sababu ibada ni akiba. Kila alipokuwa naenda, Baba tunakuhitaji. Mimi nikwambie, hizo Baba tunakuhitaji sio wakati wote zinaitwa kwa sababu zinaonekana kweli zina ushawishi wa kuitwa. Amen. Ziko nyakati tu ambazo zinaitwa na mwili unakuambia kabisa kwamba usiendelee kuita tena. Yaani hiyo Baba tunakuhitaji sasa hivi ndio iwe ya mwisho hiyo. Usiite tena. Ila kwa sababu ya ubishi unaendelea kuita tena nyingine. Amen. Amen. Kwa hiyo ni kama vile tu umeingiza ka 50 kwenye kibubu siku ya kwanza, umetulia mahali. Na ni kweli unaweza kutoka kwenye ibada ukiwa mwili kabisa nakwambia leo bwana, yaani leo kuna shughuli inaonyesha iliendelea. Mimi nikwambie kabisa ukweli kwamba unajua hata hii ya kujikuta kwamba labda we kila ukitoa kongamano unaumwa, ni namna tu za adui kukatisha tamaa. Usiende tena. Jina Bwana libarikiwe. Usiende tena. Lakini walisia na ukweli ni kwamba shetani huwa hawezi kukaza siku zote. Kuna wakati ataachia. Yaani alimada mtu ataona usiende tena au unaenda. Usiende tena unaenda. Usiende tena unaenda. Kule unakoenda kuna vitu unakuwa unaviweka kwenye kopo. Unavihifadhi. Kuna kiwango vikifika hawezi tena kukuletea kile kitu cha kukatisha tamaa. Ni kweli. Yaani kuna kiwango tu vikifika. Kuna kiwango tu ile akiba na tenki la ibada likifika. Vinakuwa tu ni vitu ambavyo hata vikija hata tu kwenye akili ukiviambia kwamba hapana kwa sasa hivi hapana, uwezi ukaingia. Na wenyewe vinaondoka tu kusema basi tuondoke tukatafute tu mwingine wa kumkatisha tamaa. Tukatafute tu mwingine. Na sisi kafika wakati ukaona bwana mbona ni kama shida haiko kwenye hali ya hewa. Unaweza kusema bwana hata shida sio hali ya hewa, hata pale Mbeya wengine huwa wanavikwa. Ila tu kile huwa ni kitendo kama cha kuwakatisha tamaa kwamba mchungaji usiweke kongamano nyingine. Unaona ukiweka kongamano kinachotokea wapi? Lakini mara zote tunakwambia wanaopenya duniani wabishi peke yao. Amen. Usipokuwa mbishi haupenyi. Na kwa vyovyote vile uwe unajua alimadamu ibada ndio kitu pekee kitakachonifanya nitokee kwenye matokeo ambayo yatakuwa bora zaidi. Hii sitaiacha kwa changamoto zozote. Amen. Jina ambalo libarikiwe. Amen. Wewe unajua sitaiacha, yani mimi kama akili yangu nishaiambia.
Yesu mimi nitaendelea kumpenda sana na ibada nitafanya sana. Mimi sio tu kwenye kongamano, hata wakati mwingine hapa huwa zinapita hata Jumapili 2, 3 naongoza ibada na changamoto, huenda aidha ni wote hamjui au aidha ni mama tu anajua. Yaani nakuwa tu niko hivyo, masomo yanaendelea na uzima mnauongea kama kawaida, kwa sababu siwezi nikaacha kuongea uzima ati kwa sababu kimekuja kitu cha kunikatisha tamaa nisiongee uzima. Mimi mzima, ila tu nahitaji niongeze tenki, niongeze akiba. Amen. Niongeze akiba. Ndio maana nishakwambia hata ukija kufunga kuomba siku, umeomba masaa 6, kimetokea kitu fulani, usidanganywe kwamba ni yale masaa 6 ndio yaliyotokeza kile kitu. No, sio kweli. Amen. Amen. Sio masaa yale 6. Na ukweli na uhalisia ni kwamba Mungu huwa atembei na wale watu wenye haraka wale. Yaani Mungu nataka niombe mwaka huu usipite. Amna. Mungu unaweza kuomba hata miaka 4 na hajajibu. Na akajibu anavyotaka yeye. Amen. Unachokuja kuona nini? Yale maombi uliokuwa unafanya kila siku, ulikuwa ni kama unaongeza kitu kwenye kibaba pale. Unaongeza pale, unaenda kuendelea. Unaongeza pale, unaenda kuendelea na mambo yako. Unaongeza pale, mwisho yote unajikuta ni moja kati ya kiumbe mwenye neema, mwenye baraka. Kwa sababu mimi nikwambie yako mazingira ambayo ni kweli akili yako ilikuwa inakwambia nadhani ningefika pale, ningekuwa na pesa ile, ningekuwa vile, nadhani ningekuwa bora zaidi. Lakini kuna wakati unaweza kujikuta maisha tu ya ibada na maombi, hata kama huna pesa nyingi, unaongezeka neema, unaongezeka uwezo. Mimi nikwambie uhalisia na ukweli ni kwamba mimi nimekuja kugundua kwamba kinachowafanya watu wapande thamani sio pesa. Mimi nimekuja kugundua, yaani mwanzoni nilikuwa najua, ila nimekuja kugundua ni kweli kwamba sio pesa. Kinachowafanya watu wapande thamani sio pesa. Ukiwa tu ni mtu umeumimina moyo wako kwa Mungu vizuri, wewe sio kiongozi, hauna pesa, hata ukiwa ufanyi chochote kanisani, bado wewe lazima uwe na thamani kwenye mioyo ya watu. Lazima uwe na thamani. Tena kama ukiwa unaomba kuliko huyo kiongozi au huyo mchungaji, hata washirika kanisani watakuwa wanakupenda wewe kuliko huyo kiongozi. Wewe amini usiamini, watakupenda kwa sababu yule mwenye maombi mengi huwa ndio mtu ambaye anakuwa na majibu ya maswali ya watu. Amen. Ndio mtu ambaye anakuwa na majibu ya maswali ya watu. Kwa hiyo wale watu lazima watatafuta ukaribu na yeye ili wapate majibu ya maswali yao. Lazima watatafuta ukaribu na yule mtu. Hata tafuta ukaribu tu na mchungaji ambaye ni mvivu kuomba, hakuna chochote ambacho anashughulika nacho. Mtu kama huyo hawezi kutafuta kuwa karibu naye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mimi nikwambie kwamba huwa tunafanya ibada kwa sababu tunaongeza akiba. Tunaongeza akiba. Sulemani alisema kwenye Mithali 10 kwamba ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Amen. Amen. Ila si shida, kwa sababu imani kikubwa tu ni usianguke. Usianguke. Kizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Kutoka pale namwambia shetani, ni kweli nguvu zangu zilikuwa chache, lakini sasa naendelea kuweka akiba ili nguvu zangu ziongezeke. Alafu tuone kama siku ya taabu nitazimia tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo ndio mfumo wa maisha na imani tunavyoenda. Nipiga nikupige. Umerushiwa ngumi, unarusha ngumi. Umerushiwa ngumi, umerusha ngumi. Ukipata usoni unasema subiri. Subiri, najipanga tu vizuri.
mimi nakuja kudunda hatuani, utaona. Jina Bwana libarikiwe. Nipige nikupige, na ndio maana wenzako hata tukipita kwenye mazingira ambayo ni kama vile ni magumu, bado nasema Mungu, wewe tutaendelea kutangaza sana. Yaani sana tutaendelea kutangaza sana, na tutaongea wema wako, tutaongea uzuri wako, tutaongea ukuu wako, tutaongea uwezo uliojificha ndani yako. Yaani tutaongea. Jina Bwana barikiwe. Amen. Mimi sema mtu wa Mungu, jitahidi sana uambie ufahamu wako kwamba hapa mahali pa ibada unapata kitu cha thamani sana. Lakini nimekwambia wewe unapitia tu vita kali, ndio maana mwili wako unakwambia ni kama hakuna unachofaidika. Amen. Ni kama hakuna unachofaidika. Ni kama hakuna unachofaidika. Walisema ukweli, sio kwamba ufaidiki. Unafaidika, ila una vita kali. Vita vikali sana. Mimi wakati mwingi hata nikipitia vita aina yoyote, ufahamu wangu ulishaambiwa na ulishafunzwa kwamba wewe kufanya ibada ni kitu ambacho ni cha maana kuliko vilivyo vya maana. Kwa hiyo yani chochote kitokee, asema hapana, kwenda kuongeza 50 yangu ya leo nitaenda kuongeza, kwa sababu unajua ni akiba. Yaani haitatokea tu kwa muujiza na mshindo, bali kwa sababu nitakuwa nimetumia muda mwingi kuwekeza ule mshindo utokee, uje kuonekana wazi. Amen. Ningetamani sana wewe ni mtu ambaye kuna namna ndani yako zinasema nataka hii akiba niwe naweka sana. Ndio maana wamesha kujiuliza kwamba kwa nini mimi huwa ni mtu ambaye napenda sana kama ni kuomba, wakati mwingine hata kama siombi huwa napenda tu kuwepo mahali pa ibada, kwa sababu huwa naweka akiba. Na huwa najua kwamba kuna siku akiba hii itanifaa. Amen. Kuna siku akiba ya ibada kuliko anayeomba sana au anayefunga sana. Ukurasa wa 113. Maombi machache yanayotoa matokeo makubwa kuliko anayeomba sana au kufunga sana. Ukurasa wa 113. Mungu hatembei na wenye haraka. Sura ya 17. Mungu hatembei na wenye haraka. Wakati wengi huwa hawaendelei siku nyingi. Watu wengi huwa hawaendelei siku nyingi na Mungu kwa sababu ya haraka zao. Na kwa bahati mbaya ni kwamba wengi wamekuwa na haraka kwa sababu ya kuharibiwa na mahubiri ya wahubiri wapiga ramli na matangazo ya kupata wachumba, watoto, mali, vyeo kwa Mungu. Mahubiri ya aina hii yamewafanya watu wengi kuingia katika wokovu au katika maombi kwa kukurupuka sana au kwa kasi kubwa, ili eti iwe njia rahisi ya kupata shauku zake hizo. Si ajabu kukuta leo tu kajiunga na kanisa husika, anaanza kuwa na mifungo mirefu na mifupi, kuimba kwa nguvu, kushangilia kwa nguvu, kutoa kila aina ya sadaka au mchango vinavyotakiwa na kanisa hilo au mhubiri hiyo,